Nipe habari za Yesu, kwangu ni tamu sana. Kisa chake cha thamani hunipendeza sasa. Jinsi malaika wengi walivyoimba sifa alipoleta amani kwa watu wa dunia. Nipe habari za Yesu, kaza moyoni mwangu. Kisa chake cha thamani hunipendeza sana. Wapendwa wasikilizaji, tunawakaribisha tena katika vipindi hivi tunavyoendelea kuviweka kwenye chano hii kwa ajili ya faida yetu sote wanadamu, tukitaka watu wote waendelee kujua ukweli unaohusiana na wokovu wao. Kwa hiyo kabla hatujaanza tutaomba. Tunakushukuru Baba mtakatifu uliye mwingi wa rehema, kwa kuwa umetujalia neema ya uhai. Tunaendelea kupata kibali machoni pako kwa ajili ya kuishi, jina lako litukuzwe. Tunaomba utusamehe dhambi na makosa, na Roho Mtakatifu atuongoze katika majifunzo yetu. Wasikilizaji wote wapatie uwezo wa kuyaelewa yaliyo mapenzi yako. Tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Ni matumaini yangu kwamba mpendwa msikilizaji unaendelea kufurahia masomo haya, na mimi ambaye tunataka kujifunza kwa pamoja naitwa Benjamin Dimbandi, na somo letu linazungumzia kujenga kwenye msingi wa kuaminika. Ndugu zangu, maisha ya Ukristo yamefananishwa na jengo, na kama mtu anajenga jengo kubwa, kwa mfano ghorofa, lazima aweke msingi ambao na yeye anaamini ya kwamba hautamletea shida na matatizo makubwa. Ndio maana hata katika uangalizi wa serikali za hapa duniani kuna kitengo kinachohusika na ujenzi wa nyumba hizi kubwa, kiasi kwamba hauwezi kujenga bila kuwa na kibali, na hata kama wamekupa kibali lazima watakuja kukukagua ili waone ya kwamba kama unataka kujenga ghorofa, nyumba ya ghorofa 5, watahakikisha kwamba umeweka msingi imara unaolingana, ambao utajitosheleza kwa ajili ya uzito huo wote. Sasa kupata uzima wa milele sio jambo dogo, ni jambo kubwa. Ni jambo kubwa tena muhimu ambalo linahitaji uangalizi na uangalifu mkubwa. Somo letu litajengwa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3, tutasoma mstari ule wa 10. Tusikie maandiko matakatifu yanavyozungumzia. Kwa kadri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi, mwenye hekima niliuweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake. Lakini kila mtu na angalie jinsi anavyojenga juu yake. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Kumbe kuna msingi ambao mitume walikuwa wakiuweka, na vile vile nitasoma katika kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 21 na 23. Maandiko matakatifu yanasema, na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmetengwa, tena adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya, amewapatanisha sasa katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake watakatifu wasio na mawaa wala lawama. Mkidumu tu katika ile imani, hali mmewekwa juu ya msingi, mkawa imara, msipogeuzwa na kuliacha tumaini la Injili mlilosikia habari zake, iliyohubiriwa kwa viumbe vyote vilivyo chini ya mbingu, ambayo mimi Paulo nilikuwa mhudumu wake. Hapa tumesikia vizuri tu katika mstari wa 23 kwamba mkidumu tu katika ile imani, hali mmewekwa juu ya msingi. Kumbe kuna msingi ambao watu wanaomwamini Kristo anapaswa kujengwa juu yake. Lakini pia tutasoma kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 20. Maandiko yanasema neno hili:
ya kwamba mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, ndivyo maandiko matakatifu yanavyotueleza. Na ndugu wapendwa, somo letu litakuwa limejengwa hivyo. Kumbe katika kusoma maneno haya, kama mumesikia vizuri wapendwa wasikilizaji, ni ili kututhibitishia kwamba maandiko matakatifu yanaeleza kwamba Ukristo na safari ya kwenda mbinguni imefananishwa na nyumba na namna nyumba inavyojengwa, lakini kwa kuanzia katika msingi. Tukisoma katika kitabu kinaitwa Mlima wa Baraka, ukurasa wa 179, ni sura ya mwisho kabisa, imeandikwa hivi: Kristo aliye msingi wa kweli ndiye jiwe lililo hai, wote wanaojengwa juu yake watashirikishwa uzima wake. Lakini kila jengo lijengwalo juu ya msingi mwingine usio neno la Mungu litaanguka. Mtu awaye yote ambaye hufanana na wale Wayahudi wa siku za Kristo, mwenye kujenga juu ya mila na madhehebu ya kibinadamu na kuyategemea mambo yaliyovumbuliwa na wanadamu, ama matendo yoyote awezayo kufanya bila neema ya Kristo, basi anajenga jengo lake juu ya mchanga mwepesi. Tufani kali na majaribu zitaukumba msingi wa mchanga, na jengo lake litavunjika na kubaki magofu matupu. Sasa ndiyo sababu hata ya kujifunza somo hili, na Mungu atusaidie. Namna gani Yesu ndiye msingi? Nataka hapa nitoe maelezo, alafu nitawatajia mambo ambayo tunatakiwa kuyafahamu kwanza, na kuyafanyia kazi na kuyashika, ili tuwe tumejenga kwenye msingi ulio imara. Nitarudia kidogo katika historia ya zamani. Mungu alikuwa na kanisa lake la Waisraeli. Ndivyo maandiko yanavyosema katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7 kuanzia mstari ule wa 35. Mtasoma kuendelea chini kwamba Musa ndiye aliyeliongoza lile kanisa lililokuwepo jangwani. Mungu alitembea nao, akawapa maagizo yake na amri zake, lakini Waisraeli waliziasi, walizivunja, mpaka Mungu akawaacha, lakini baada ya muda mrefu, kwa sababu uvumilivu wake ni mwingi. Baada ya kuwaacha, akamtuma Yesu, ijapo Wayahudi walikuwepo bado, ijapo aliendelea na ibada, ijapo aliendelea na huduma, lakini Yesu baada ya kuwa amefika duniani akaanza kazi ya matengenezo katika kanisa hilo la Wayahudi. Lakini baada ya kuwa wamemkataa, Yesu akaanzisha kanisa lake. Alianza moja, akawaita mitume, akawapata wafuasi, akaanza kuwafundisha, akawawekea misingi itakayowaongoza ili wamtumikie Mungu katika kweli na roho. Maandiko matakatifu yanatudhihirishia wazi kwamba Yesu aliwafundisha wanafunzi wake mambo yafuatayo. La kwanza, kwamba wokovu wa wanadamu ni Yesu Kristo. Aliwaonyesha ya kwamba kazi ya makuhani imeisha, kazi ya dhabihu imeisha, kazi ya kutoa kafara ya wanyama imeisha, bali kwamba wokovu wao wote watakaofuata hiyo imani aliyowafundisha ni kwake Yesu Kristo kumtazama. Hiyo ni hatua ya kwanza ya mafundisho ya Yesu, na hili tutalisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12. Maandiko matakatifu yanasema, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Bwana asifiwe sana. Jina la Yesu Kristo ndilo ambalo tunategemea kama wanadamu, kwa sababu ndani ya jina hilo ndilo tunalopata wokovu. Sura ya 5 mstari wa 30, Matendo ya Mitume, maandiko yanasema, Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu, ambaye ninyi mlimuua mkimtundika katika mti,
Mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume, awe mkuu na mwokozi, awape Waisraeli toba na msamaha wa dhambi. Bwana asifiwe sana. Vile vile tutasoma katika kitabu cha Yohana sura ya 2 mstari wa kwanza. Ni waraka lakini samahani. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Naye ndiye kafara ya upatanisho wa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali kwa dhambi za ulimwengu wote. Bwana asifiwe sana. Maandiko matakatifu hapa yametudhihirishia wazi kwamba wokovu wa wanadamu wote watakaookolewa unamtegemea Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye tunayepaswa kumtegemea, na huyu ndiye aliyetufundisha mambo haya, na mitume wakayarudia, na sisi tunapaswa kuyaamini na kuyafundisha katika ulimwengu kwamba hakuna njia nyingine, hakuna jina lingine, hakuna mtu awaye yote ambaye kwake tunaweza kupata wokovu isipokuwa Yesu Kristo peke yake. Tutaingia hatua ya pili, inatengeneza huo msingi. Ni mwongozo wa wale wanaoenda mbinguni, ni neno la Mungu. Ni neno la Mungu ambalo halijagoshiwa, ambalo halijachanganywa. Tutasoma katika Mathayo sura 28. Unajua Yesu hajatuacha angani. Yesu hajatuacha gizani ili tupeperushwe na mafundisho ya kila namna. Ametuachia nuru kwa kila hatua. Ameweka msingi wa kuaminika. Sasa jambo la pili tunalopaswa kulifahamu baada ya kujua kwamba wokovu wetu unamtegemea yeye, ni kwamba mwongozo wa wale wanaoenda mbinguni, mwongozo wa kanisa lake ni neno lake. Tutasoma mstari wa 19 wa sura ile ya 28. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana asifiwe sana. Yesu amewaagiza kwamba wawafundishe watu kuyashika yote yaliyo mapenzi yake. Tutasoma katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, ukurasa wa 626. Kiswahili ni 626. Tusome maneno haya na tuyaelewe vizuri, wapendwa wasikilizaji. Maandiko anasema hivi: katika agizo lile la utume kwa wanafunzi wake, Kristo si tu kwamba aliwaelezea kazi yao, bali pia aliwapatia ujumbe wao. Alisema, muwafundishe watu kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Wale wanafunzi walipaswa kufundisha kile ambacho Yesu alikuwa amefundisha. Kinajumuisha kile alichokuwa amesema, si tu katika umbo lake yeye mwenyewe, bali pia katika kupitia manabii na walimu wote wa Agano la Kale. Mafundisho ya mwanadamu yanafungiwa nje. Kumbe anapoambia kwamba na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, si yale aliyoyazungumza katika umbo lake hapa duniani peke yake. Inajumuisha yale aliyoyasema akiwafundisha na yale yaliyofundishwa na walimu na manabii katika Agano la Kale. Tuendelee chini, maandiko yanasema, mafundisho ya mwanadamu yanafungiwa nje. Hakuna nafasi kwa mapokeo kwa nadharia za mwanadamu na mahitimisho yake, au kwa sheria zilizotungwa na kanisa. Kumbe na kanisa huwa linatunga sheria, lakini sheria zilizotungwa na kanisa hazina nafasi katika kanisa la Kristo. Katika agizo lile la Yesu hakuna nafasi ya sheria zilizopitishwa na mamlaka za uongozi wa kanisa. Watumishi wa Kristo hawapaswi kufundisha lolote katika hayo. Torati na manabii pamoja na maandiko ya maneno na matokeo yake mwenyewe ni hazina iliyokabidhiwa kwa wanafunzi wale kwamba itolewe kwa ulimwengu. Jina la Kristo ndilo kauli mbiu yao, ndiyo nembo ya utambulisho wao, ndicho kifungo cha muunganiko wao,
ndiyo mamlaka yao ya kufanya kazi hiyo, na ndicho chanzo cha mafanikio yao. Hakuna kitu ambacho hakina nembo hiyo kitakachotambuliwa katika ufalme wake. Bwana asifiwe sana. Katika maneno haya yanatubainishia kwamba kumbe hatua ya pili ni kwamba mwongozo wa kanisa si kanuni za kanisa, si yale maneno yaliyotungwa na watu, bali ni maneno yaliyotamkwa na Yesu na walimu na manabii wa Agano la Kale. Tutasoma Pambano Kuu ukurasa wa 493. Kiingereza ni ukurasa wa 595. Inasema hivi: lakini Mungu atakuwa na watu duniani wenye kushikilia Biblia na Biblia peke yake kama kipimo cha mafundisho yote na msingi wa matengenezo. Maoni, mawazo na zana za wasomi, tafsiri potofu za Biblia wanazoeleza watu wa sayansi, kanuni au maamuzi ya mabaraza ya kanisa, kama kulivyo kutokuelewana kwa namna nyingi kutoka kwenye makanisa wanayowakilisha, sauti ya wengi isiwepo hata mojawapo ya hizo wala zote inayoweza kuchukuliwa kama ushahidi wa kukubali au kukataa kipengele chochote cha imani ya dini. Kabla ya kukubali fundisho lolote au agizo lolote, tunapaswa kudai ukubali wa neno lililo wazi lisemalo, hivi ndivyo Bwana asemavyo. Ndugu wapendwa, naomba hapa msikilize na muelewe vizuri. Kama unataka imani yako uijenge kwenye msingi wa kuaminika, kabla haujakubali fundisho lolote, kabla haujaamini imani yoyote, chunguza katika maandiko. Uliza hao wanaokufundisha kwamba hili mnalosema limeandikwa wapi. Kama halitapata ushahidi katika maandiko matakatifu, hiyo imani sio ya kuamini, sio ya kuaminiwa na mtu anayetaka kufika mbinguni. Liache pembeni hiyo imani, endelea kufuata maandiko, ndipo utakuwa umejenga kwenye msingi ulio imara. Nitaingia hatua ya tatu ya inayofanya msingi uwe imara. Ni uongozi wa kanisa. Uongozi wa kanisa unajengwa kwenye karama, sio katika ngazi. Hapa natoa maelezo vizuri ili watu wapate kuelewa. Mungu anataka kanisa lake liongozwe, lakini litaongozwa kwa njia ya karama, sio kwa njia ya ngazi, sio kwa njia ya elimu ya kidunia. Sio kwamba mtu atasomea ili ajue namna ya kuongoza kanisa la Mungu. Hapana, huo ni uongo. Hapo ni kupita kinyume na mapenzi na mpango wa Mungu. Bali Mungu yeye mwenyewe ambaye anataka kanisa lake liongozwe kwa njia iliyo sahihi, ameazimia, amepanga kuleta karama, kuwapa watu wake karama, ili hizo karama wakizitumia vizuri ndizo ziliongoze kanisa na kulifikisha katika ule ufalme. Hilo limeandikwa katika kitabu cha Waefeso. Tutasoma katika sura ile ya 4 mstari wa 11, tusikie maandiko yanavyozungumza kwamba 11, naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Bwana asifiwe. Ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa mafundisho, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Wapendwa wasikilizaji, kilichomfanya Mungu aweke karama katika kanisa ni ili hizo karama zipate kuliongoza. Ndio maana akaweka mitume, manabii, wainjilisti, walimu na wachungaji. Kwa hiyo karama zikifanya kazi yake, kanisa likiongozwa na karama litafanikiwa, litasonga mbele. Ndio maana hata kanisa la mitume lilijengwa kwa namna iliyo sahihi. Sasa kanisa linapoongozwa na karama inaepusha mambo mabaya mengi yasilipate kanisa. Lakini nitazungumzia machache tu kama mawili. La kwanza ambalo kuongozwa na karama
inasaidia washiriki kuepuka jambo hilo ni kupigania ukuu. Unajua jambo hili ni jambo la ajabu sana. Ni jambo ambalo linaleta shida katika makanisa mengi. Tena ngoja niwaambie kwamba ndani ya wanadamu wote, karibu wanadamu wote, ndani yao kuna kunia makuu. Kuna kutaka kutawala, kuna kutaka kuongoza wengine. Ndio maana hata kipindi cha mitume jambo hili liliwasumbua sana, wakiwa wanang'ang'ania ukuu, walikuwa wanang'ang'ania ukuu mpaka walikuwa wanaubishania. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo, ukisoma katika ile sura ya 18, unaweza kupata maneno hayo. Lakini pia katika kitabu cha Mathayo sura ya 20 mstari wa 20. Haya mafungu mawili tuyasome ili muone ya kwamba shida hii ililitesa kanisa la Kristo, lakini Kristo alilishughulikia ipasavyo. Katika ile sura ya 18 ya Mathayo, tusome ili tusikie nini maandiko yanachokizungumza. Mstari wa 1 mpaka wa 4. Sasa saa ile wanafunzi wakamwendea Yesu wakisema, ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Akaita mtoto mmoja, akamweka katikati yao, akasema, amini amini nawaambia, msipoongoka na kuwa kama watoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Basi yeyote ajinyenyekezaye mwenyewe kama mtoto huyo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni. Na yeyote atakaye mpokea mtoto mmoja mfano wa huyu kwa jina langu, anipokea mimi. Ndugu zangu, nataka hapa msikie vizuri. Wakati walibishania mkuu ni nani, wakashindwa kuelewana, mpaka wakamwendea Yesu, wakadiriki kumuuliza kwamba mkuu katika ufalme ni nani. Yesu ndipo alipowajibu ya kwamba anayejinyenyekeza kama mtoto ndiye aliye mkuu. Tusome sura ya 20, Mathayo mstari wa 20. Ndipo mama yao wana wa Zebedayo akamwendea pamoja na wanawe, akamsujudia na kumuomba kitu. Akamwambia, wataka nini? Mama huyo akamwambia, agiza kwamba hawa wanangu wawili waketi, mmoja mkono wako wa kulia na mmoja mkono wako wa kushoto katika ufalme wako. Yesu akajibu akasema, hamjui mnaloliomba. Mwaweza kunywea kikombe nitakacho kinywea mimi? Wakamwambia, twaweza. Akawaambia, hakika mtakinywea kikombe changu, lakini kuketi mkono wangu wa kulia na mkono wangu wa kushoto sina amri kuwapa, bali watapewa waliowekewa tayari na Baba yangu. Na wale 10 waliposikia waliwakasirikia wale ndugu wawili. Lakini Yesu akawaita akasema, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu, na wakubwa wao huwatumikisha, lakini haitakuwa hivyo kwenu. Bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu, na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu. Kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Ndugu wapendwa, hapa mnaona ya kwamba ufalme wa Yesu ameujenga kwa mfumo tofauti kabisa na falme za hapa duniani. Kwa hiyo kama vile mnavyosikia nimesoma, wanafunzi wa Yesu kwa sababu na wao walikuwa na ubinadamu, waling'ang'ania na kupigania ukuu, lakini Yesu akalifuta katika mawazo yao. Na bahati nzuri kweli somo hili lilieleweka kwao. Lakini pia kuna jambo lingine ambalo tutaepuka kama tutakuwa tumeongozwa na karama, sio kuongozwa na ngazi. Watu wanapoongozwa na hizo ngazi, inawafanya kuwategemea watu kuliko kumtegemea Yesu Kristo. Ndiyo maana kanisa lolote linalokuwa na wakuu, bila shaka washiriki watachanganyikiwa kiasi cha kutoweza kujua kujichukulia maamuzi. Wataendelea kuwa wanategemea wale wakuu. Ngoja nisome hili katika kitabu cha Yohana, na neno hili mlisikie vizuri. Ni Yohana sura ya 7 mstari wa 25. Msikie maneno haya. Maandiko yanasema, basi baadhi ya watu wa Yerusalemu wakasema, je, huyu siye wanayemtafuta ili wamuue? Na kumbe anena waziwazi, wala hawamwambii neno. Inawezekana hao wakuu wanajua hakika ya kuwa huyu ndiye Kristo, lakini huyu twamjua atokako, bali Kristo atakapokuja hakuna ajuaye
atokako. Mnasikia hao watu wameshapata ushahidi kwamba Yesu ndiye Kristo, lakini wanaendelea kubishana kwamba mbona anaongea halafu hamwambii neno lolote. Wanaanza kubishana wao wenyewe. Hata katika sura ya 9 ya Yohana kuna kisa cha yule mtu aliyezaliwa hali akiwa kipofu. Maandiko yanasema ya kwamba baada ya Yesu kumfumbua macho, alipompaka tope na kumwagiza kwamba aende kwenye kisima cha Siloamu apate kunawa na kuona, watu walipomuona walianza kuwa na mashaka hata na mabishano kwamba wengine wanasema huyu ni yeye, wengine wa kwamba si yeye lakini anafanana na yeye. Huyu mwenyewe ndiye akaamua hayo mabishano, akasema kwamba ni mimi. Wakamuuliza imekuwaje? Naye akawajibu ya kwamba yule mtu anayeitwa Yesu alikoroga tope, akanipaka macho, nikaenda kunawa, nikafumbuliwa macho, nikapata kuona. Sasa maandiko yanasema hawakusadiki wakati yeye ndiye aliyewaambia. Mstari wa 13 wa mstari wa sura ya 9 inasema, basi wakampeleka kwa Mafarisayo yule aliyekuwa kipofu zamani. Nayo ilikuwa siku ya Sabato, hapo Yesu alipofanya zile tope na kumfumbua macho. Basi Mafarisayo nao wakamuuliza tena jinsi gani alivyopata kuona. Akawaambia, alinitia tope juu ya macho, nami nikanawa, sasa naona. Basi baadhi ya Mafarisayo wakasema, mtu huyo hakutoka kwa Mungu, kwa sababu haishiki Sabato. Wengine wakasema, awezaje mtu mwenye dhambi kufanya ishara kama hizo? Kukawa na utengano kati yao. Basi wakamwambia yule kipofu mara ya pili, wewe wasemaje kuhusu habari zake kwa vile alivyokufumbua macho? Akasema, ni nabii. Basi Wayahudi hawakuamini habari zake ya kuwa alikuwa kipofu. Ndugu zangu, nyinyi mtaendelea kusoma wenyewe, lakini kwa sababu gani hawa watu baada ya kuhakikishiwa na huyu kipofu aliyefumbuliwa macho kwamba ni Yesu aliyemfumbua macho, kwa nini wakawaendea Mafarisayo? Ni kwa sababu walikuwa wamewategemea watu kiasi cha kutokuwa na uwezo wa kujichukulia maamuzi wao kama wao. Tunaposoma katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, watatuelezea ubaya wa kuwategemea wakuu, ubaya wa kuwa na wakuu katika imani na madhara yanayotokana na jambo hilo. Ni katika ukurasa 347, kwa Kiingereza ni 458 kuelekea 59. Imeandikwa hivi: lakini walikuwa wamepinga usadikisho wa Roho Mtakatifu. Sasa wakigazabika na hali kwamba hata vyombo vya sheria vingeshawishiwa na Mgalilaya huyu aliyekuwa anachukiwa, walipaza sauti na kusema, je, ninyi nanyi mmedanganyika? Ni nani katika wakuu amwaminie au katika Mafarisayo? Lakini makutano hao wasiozifahamu torati wamelaaniwa. Wale ambao wanaambiwa ujumbe wa ukweli sasa wanakuja katika kipindi chetu, wakati mwingine huuliza, ni kweli? Kwani ujumbe unahubiriwa na nani? Watu wengi hupima ujumbe kwa kuangalia idadi ya watu wanaoupokea. Na swali hili bado linaulizwa, je, kuna wasomi au viongozi wa dini ambao wameamini? Watu wana hali ya kutokuwa na wema halisi leo zaidi kuliko mnamo siku za Kristo. Wameazimia kutafuta mali za dunia, wakipuuza utajiri wa milele, wala si kwa hoja iliyozidi ya ukweli kwamba idadi kubwa ya watu hawako tayari kuupokea, au kwamba haupokelewi na watu wakuu wa ulimwengu au hata na viongozi wa dini. Sikiliza, kumbe wanaopokea ukweli, yani mizani ya kupima ukweli si elimu ya wale wanaofundisha. Muzani si idadi ya wale wanaopokea. Muzani wa kupima ukweli si cheo cha wale walioupokea. Hata kama umepokelewa na watu duni hapa duniani, hata kama ukweli unahubiriwa na watu maskini hapa duniani, haijalishi. Kupima ukweli unapaswa kutumia maandiko, sio kutumia hivyo vigezo vingine. Ukitumia hivyo vigezo itakuchanganya.
Ndicho kilichochanganya Wayahudi. Kuhani mkuu na makuhani wawakilishi, wale ambao ni makuhani wadogo, na Mafarisayo na Masadukayo, kwa kutumiwa na shetani wamepinga ukweli uliohubiriwa na Kristo na watu wote, kwa sababu walikuwa wamezoezwa kuwategemea wao ili wafanya wachukie ukweli wa Mungu kwa sababu ya kuwa na wakuu. Kumbe kama dhehebu lako unalo amini au dhehebu ambalo unaamini katika hilo, kama lina wakuu mnao wategemea kiasi cha kuwafanya vigezo vya kwamba ujumbe unaohubiriwa ni ukweli au si kweli, kama haupokee na wewe unaukataa, umepotea njia. Mwisho wako unaweza kuwa kama ule wa Wayahudi waliomkataa Yesu, si kwa sababu walithibitisha kwamba amefundisha uongo, bali kwa sababu wakuu wao walikataa ukweli aliohubiri. Wapendwa, na waombea msikie haya maneno tena myasikilize vizuri. Lakini pia katika kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa 494, nisome 494, msikilize haya maneno vile maandiko matakatifu yanavyozungumzia. Ni hatari hiyo ambayo nimeizungumzia iliyowapata Wayahudi, kwa sababu hawakupima ukweli, hawakupima ujumbe wa Yesu kupitia maandiko, bali waliupima ujumbe wa Yesu kupitia wakuu wao. Sikiliza. Wakati Kristo alipokuja kuzungumza maneno ya uzima, watu wa kawaida walimsikiliza kwa furaha. Watu wa kawaida waliyasikiliza yakiwa ni maneno matamu tena ya kuwaokoa. Na wengi hata miongoni mwa makuhani na wakuu walimwamini. Lakini mkuu wa ukuhani na viongozi wa taifa waliamua kulaani na kukataa mafundisho yake. Ingawa walichanganyikiwa katika juhudi zao zote za kutafuta mashtaka yake, ingawa hawakuweza kuyapata isipokuwa tu kuona mvuto wa uwezo wake wa uungu na hekima ikiambatana na maneno yake, bado walijiweka wenyewe katika chuki bila sababu. Walikataa ushahidi wa wazi kabisa wa umasihi wake. Walifanya hivyo ili wasije wakalazimika kuwa wanafunzi wake. Unasikia hicho kiburi? Walimuona yeye ni mtu wa kawaida, wajishushe wao wanafunzi wakakataa. Ijapo walisadiki ndani ya mioyo yao kwamba ni ukweli anaofundisha, lakini wakakataa kwa sababu ya kiburi. Hawa wapinzani wa Yesu walikuwa watu ambao toka utotoni watu walikuwa wamefundishwa kuwaheshimu, na kutokana na mamlaka yao walikuwa wamezoea kusujudiwa. Waliuliza, inakuwaje kwamba wakuu wetu na waandishi wasomi hawamwamini Yesu? Kama angekuwa ndiye Kristo, watu hawa wacha Mungu wasingemkubali. Mvuto wa walimu hao ndio uliofanya taifa la Kiyahudi kumkataa mwokozi wao, mkombozi wao. Ndugu wapendwa, si mnaona ya kwamba ukuu ulileta shida katika taifa la Wayahudi? Watu wa kawaida waliyasikiliza maneno ya Yesu, ndio wale waliokuwa wanakwea kusikiliza. Wengine mkutano mmoja wanaume tu bila kuhesabu wanawake na watoto 5,000, 3,000, 7,000. Walikuwa ni wengi mno wakimsikiliza, lakini wanasadiki kwamba ni ukweli anaofundisha. Matendo yake, tabia zake, uponyaji wake unawagusa mioyo, lakini wakiangalia wale waliomkataa, na wao wanaamua kumkataa. Kisa si kwa sababu ukweli wa Yesu si kweli, bali kwa sababu wakuu wamekataa. Ndio maana haturuhusiwi kujenga imani yetu kwa kuwategemea wakuu. Lakini pia kuwategemea wakuu inaleta shida ya kung'ang'ania mishahara. Unajua, ngazi zikishawekwa bila kujali karama, bali watu wakijali ngazi, mishahara haiwezi kukosekana pale. Kwa sababu Yesu aliwatuma wanafunzi akawaambia kwamba nyote ni ndugu, lakini walikuwa na karama tofauti. Wengine walikuwa na karama ya kuwa mitume, wengine wainjilisti, wengine walikuwa na karama ya kuwapokea wageni, wengine walikuwa na karama ya mali zao kwa ajili ya kufanikisha kazi ya Mungu, wengine walikuwa na karama ya maombi, wengine walikuwa na karama ya kupambanua. Hizo karama zote zinatumika kwa ajili ya kulijenga kanisa.
haipo karama hata moja ambayo Yesu ameichagua katika karama zote na kusema ya kwamba mwenye karama hii ndiye atakayekuwa analipwa mshahara. Hapana. Kama ingekuwa ni kulipwa, watumishi wote kanisani walipaswa walipwe. Huyu anayeimba, huyu anayehubiri, huyu anayefagia kanisani, huyu anayefanya kazi zote za pale kanisani. Kama ingekuwa ni kulipwa, wale watumishi wote wa kanisani wangelipwa. Lakini kwa sababu agizo Yesu alilowapa mitume wake katika Mathayo sura ile ya 10 mstari wa 7 na wa 8, Yesu aliwapatia watumishi wake agizo hili linalosema, na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. Ponyeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Hii ni kanuni aliyoiweka Yesu. Sasa kuanzia kwa wewe unayehubiri, kufika yule ambaye anasaidia wahitaji, kufika yule ambaye ni shemasi, kufika yule mzee wa kanisa, mpaka yule muimbaji, maandiko yanasema kama ni kumtumikia Mungu, tumepata bure na sisi tutoe bure. Ndugu zangu, kama hili litajaliwa, litaleta matunda mazuri. Lakini mbona katika siku za mwisho watu wana uchu wa pesa? Mbona watu wanataka kila huduma walipwe? Mbona watu wanang'ang'ania kupewa mishahara? Hili ni hatari kubwa sana. Lakini Yesu hajaweka huo msingi wa kwamba wanayemtumikia walipwe. Bali jambo hili lilikuwa limetabiriwa zamani katika kitabu cha nabii Zekaria katika sura ya 11 mstari wa 3. Zekaria katika maono yake aliona katika siku za mwisho ambapo ujumbe utahubiriwa ukiwarudisha watu katika misingi ya mitume. Akaona ya kwamba wachungaji ambao walikuwa wamezoea vyeo na mishahara, maneno haya yatawachoma mpaka wapige kelele. Mpaka watapiga kelele kwa sababu watakuwa wamechomwa na neno. Na watu wengi ambao walikuwa wameshazoea kuwaongoza kama vipofu. Unajua viongozi wa madhehebu ni watu wa ajabu sana. Wanapoongoza washiriki wao, hawataki waone, hawataki kuwasomea maandiko ili wafumbuke macho. Wao wanaongoza kiupofu tu. Lakini Zekaria akaona wakati ujumbe utakapohubiriwa na washiriki waamke akili, waanze kuwauliza na kuwahoji wale wachungaji kuhusiana na imani yao, wachungaji watapiga kelele kwa sababu mamlaka yao itakuwa imetiliwa mashaka. Ngoja nisome sasa nabii Zekaria alivyoona hayo mapambano katika siku za mwisho. Zekaria sura ya 11 mstari wa 3. Sikiliza maombolezo ya wachungaji, kwa maana utukufu wao umeharibiwa. Utaharibiwa na nini? Ni utukufu waliojipatia wao wenyewe. Neno la Mungu litakapowaweka pa nafasi yao, wataomboleza, watalia sana kwa sababu utukufu wao umeharibiwa. Sikiliza ngurumo ya simba, kwa maana vichaka vya Yordani vimeharibiwa. Bwana Mungu wangu alisema hivi, lilishe kundi la machinjo ambalo wenye kundi hilo huwachinja, kisha hujiona kuwa hawana hatia. Na hao wauzao husema, na ahimidiwe Bwana, kwa maana mimi ni tajiri. Na wachungaji wao wenyewe hawawahurumii. Haya ni maneno ya ajabu. Unaona, haya ni maneno ambayo yani utimilifu wake uko katika kipindi chetu hiki. Unamwona mchungaji kijana anawaongoza miongoni mwa washiriki, kuna viwete, wengine ni vipofu, wengine ni wazee, wengine ni matajiri, wengine ni maskini. Lakini mafundisho anayowafundisha ni kwamba mtoe ndipo mtakapobarikiwa. Huyu ambaye hana cha kutoa atalia, hataona kwamba atabarikiwa na Mungu kwa sababu hajatoa, na hilo limesemwa na mchungaji. Watu wengi katika madhehebu wamepoteza matumaini, wamepata shida kubwa kwa sababu wamefundishwa ya kwamba wakilipa pesa kanisani na mchungaji kumnunulia gari, kumnunulia suti, kumnunulia vitenge mke wake, kwamba ndipo atakavyobarikiwa. Lakini maandiko yanasema kwamba hilo kundi linaloombwa pesa wakati wengine hawana ni kundi la machinjo. Wanaowachinja hawawahurumii.
Imagine kama mtu ni kiwete, kama mtu ni kipofu, kama mtu ni mzee, atapataje hizo pesa za kukupatia wewe ukiwa kijana? Mbona hauna huruma? Mbona hata kupata viatu ni kazi kwake, lakini unamdai kwamba akuletee? Ndio unabii huu unavyotimia kwa watu wa kipindi chetu ambao wanaharibu imani. Lakini msingi wa nne ambao umewekwa katika hilo kanisa, kwa sababu tunajifunza somo linalosema kujenga kwenye msingi unaoaminika, ni matumizi ya pesa au mali ya kanisa. Unajua Yesu ametufundisha somo la kwamba tuwe waaminifu katika utoaji. Hili ni somo, toa zaka, toa sadaka, ndivyo maandiko yanavyosema. Na madhehebu yote hili fundisho wanalifundisha. Shida iko wapi? Ni matumizi ya hizo pesa. Matumizi ya hizo pesa. Tunaposoma katika kitabu cha Luka, tusikilize haya maneno wapendwa wasikilizaji, msikie somo hili kwamba Yesu alikuwa akilifundisha wala hakuna mjadala. Katika sura ya 12 kitabu cha Luka, haya maneno tuyasome, tuyasikilize. Kuwafundisha watu utoaji ni jukumu la watumishi wa Mungu, lakini pia ni jukumu lao kuwafundisha matumizi mema. Tutasoma katika sura ya 12 mstari wa 33. Maandiko yanasema hivi: viuzeni mlivyo navyo, mtoe sadaka, jifanyieni mifuko isiyochakaa, akiba isiyopungua katika mbingu, mahali pasipo karibia mwizi wala nondo haharibu. Kwa kuwa hazina yenu ilipo, ndipo utakapokuwa na mioyo yenu. Hii ni Biblia inayosema, ni mojawapo wa masomo ambayo Yesu alikuwa akiyafundisha. Sura ya 8 mstari wa 1 kitabu cha Luka. Watu waliofundishwa na Yesu somo hili waliitikia, wakakubali kutekeleza. Ikawa baada ya hayo, alikuwa akizunguka katika mji na vijiji, akihubiri na kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu, ambao na wale 12 walikuwa pamoja naye, na wanawake kadhaa ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalene, aliyetokwa na pepo 7, na Yohana mkewe Kuza, wakili wa Herode, na Susana, na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao. Ina maana waliitikia wakatoa hizo mali, na Yesu alimteua Yuda kama mhazini wa mali ya kanisa hilo. Maandiko yanatuelezea wazi ya kwamba katika Biblia tangu zamani, zaka na sadaka Mungu alikuwa amekusudia kwamba iwe hazina ya kufanya kazi yake isonge mbele, lakini pia utangazaji wa habari njema utegemee hiyo hazina, lakini pia iwe msaada kwa ajili ya wale wenye shida na kulemewa na mizigo ya maisha. Hao ni mayatima, ni wajane, ni wahitaji, ni wageni ambao ni wakimbizi, wenye shida. Hao wote Mungu alikusudia kwamba iliwe msaada kwao. Tutasoma Kumbukumbu la Torati 14 mstari wa 28. Kila mwaka wa 3 mwisho wake, toa fungu la 10 lote na mavuno yako la mavuno yako, na mwaka huo uliweke ndani ya malango yako. Na Mlawi kwa kuwa hana fungu wala urisi pamoja nawe, na mgeni na yatima na mjane aliyefiwa na mumewe walio ndani ya malango yako, na waje wale na kushiba, ili kwamba Bwana Mungu wako akubarikie katika kazi yote ya mkono wako uifanyayo. Hivi ndivyo Waisraeli walivyokuwa wameagizwa. Lakini Yesu alipokuja, unajua haya makundi 4 ambayo tumeyasoma, ambayo yanaruhusiwa kutumia zaka na sadaka, ni Walawi, ni wajane, ni mayatima na wageni ambao ni wakimbizi. Sikiliza ndugu wapendwa, kila kundi sababu ya kuwa na sehemu katika zaka na sadaka imezungumzwa. Wale Walawi waliruhusiwa kwa sababu walikuwa hawana urisi. Pili, walikuwa ni wahudumu, walipewa kama mshahara, ni watendakazi waliolipwa mshahara. Wajane ni kwa sababu walifiwa na waume wao. Mayatima walifiwa na wazazi wao.
wageni walikimbia kutoka kwao. Yesu alipoanzisha kanisa kuweka mfumo wa Wayahudi pembeni, akaanzisha kanisa lake. Maandiko yanatuelezea wazi ya kwamba alisitisha kazi ya Walawi. Tafadhali sikilizeni. Kazi ya Walawi Yesu aliikomesha, kwa sababu alipofia msalabani kazi ya kutoa kafara iliishia hapo, kwa sababu kafara kamili ilikuwa imeshapatikana. Swali tunalopaswa kujiuliza, je, kama ulikuwa na mtendakazi ambaye mpatana kwamba utakuwa unamlipa mshahara, kazi hiyo aliyokuwa akiitenda ikiisha, ataendelea kukudai mshahara? Ni jambo ambalo haliwezekani. Makuhani wasingeendelea kudai mshahara kwa sababu kazi yao ilikuwa imeisha, ilikuwa imekomeshwa. Yesu aliyeanzisha kazi katika awamu ya pili alitoa maagizo kwamba watakao hudumu katika kazi yake aliyoianzisha wamepewa bure, nao watatoa bure. Lakini wajane, mayatima na wageni, shida zao zilibaki pale pale. Ndiyo maana wanaruhusiwa kupewa hiyo zaka na sadaka, lakini madhehebu jambo hili hawezi kuambia, hawawezi kulikubali. Ndiyo maana ndugu zangu wapendwa, shida nyingi hapa duniani zimeshamiri kwa sababu jambo hili limesahaulika. Nitasoma mafungu machache kwa ajili ya kuhitimisha. Nitasoma katika kitabu cha Kutoka namna Mungu anavyojali wageni, namna Mungu anavyojali wajane, namna Mungu anavyojali mayatima. Tutasoma katika kitabu cha Kutoka, ni sura ile ya 22 mstari wa 20. Maandiko yanasema, tusome 21. Usimuonee mgeni wala kumtendea jeuri, kwa kuwa ninyi mlikuwa wageni katika nchi ya Misri. Usimtese mjane yeyote aliyefiwa na mmewe, wala mtoto yatima. Ukiwatesa watu hao katika neno lolote, nao wakanililia mimi, hakika yangu nitasikia kilio chao, na hasira yangu itawaka moto, nami nitawaua ninyi kwa upanga, na wake zenu watakuwa wajane, na watoto wenu watakuwa yatima. Mungu anaumia, Mungu anagazabika pale anapoona washiriki wametoa zaka na sadaka, anakula mchungaji na mwinjilisti asipewe mjane na yatima na mgeni. Mungu hawezi kuridhia huduma hiyo. Ndiyo maana baada ya Yesu kuwafundisha wanafunzi wake, tuone uthibitisho wa Biblia. Je, hili jambo walilifanyia kazi? Ni kweli walilifanyia kazi. Sura ya 2 mstari wa 43 katika Matendo ya Mitume, msikie namna mitume walivyofanyia kazi maagizo yale ya Yesu. Imeandikwa hivi: kila mtu akaingiwa na hofu, na ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja, na kuwa na vitu vyote kishirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo, na kuwagawia watu wote kulingana na haja ya kila mmoja. Bwana asifiwe sana. Katika sura ya 4 ya kitabu hiki mstari wa 32, sikiliza: na jamaa ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alichonacho ni mali yake mwenyewe, bali walimiliki vitu vyote kwa pamoja. Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao. Mstari wa 36, msikilize namna jambo lilivyo la ajabu. Na Yusufu aliyeitwa na mitume Barnaba, maana yake mwana wa faraja, Mlawi, asili yake ni mtu wa Kipro, alikuwa na shamba akaliuza, akaileta fedha akaiweka miguuni pa mitume. Mlawi ambaye katika Agano la Kale alikuwa yeye amezoea kukaa na kuhudumu akisubiri ya kwamba Waisraeli walete zaka ili apewe yeye. Huyu Mlawi yeye akauza shamba lake akapelekea mitume ili wagawie watu. Unaona kwamba mambo yalikuwa yameshakuwa safi. Katika sura ya 6 sehemu ambapo namalizia, hiyo ndiyo iliyokuwa sababu ya kuchaguliwa kwa mashemasi. Kitengo ambacho katika makanisa mengi wanacho
Lakini huduma iliyofanya mashemasi wachaguliwe, mashemasi wa sasa hivi hawaijui wala hawana uhusiano na huduma hiyo. Hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manunguniko ya Wayahudi wa Kigiriki juu ya Waebrania, kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku. Katika msingi uliowekwa na Yesu na mitume wakajengwa juu ya msingi huo, ni kwamba wajane na mayatima wapewe huduma ya kila siku. Maana yake kupewa chakula ili ijulikane ya kwamba wanaishije. Sasa walipokuwa wanawagawia kipindi cha mitume, wengine wakalalamika kwamba wamesahauliwa. Wale 12 wakawaita jamii ya wanafunzi, wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na roho na hekima, ili tuwaweke juu ya neno hili. Wapendwa wasikilizaji, hapa tunaomba nyote msikilize kabisa. Tunaomba nyote mpate kujua haya mambo. Mungu awabariki. Kwamba msingi uliowekwa na Yesu tunapaswa kujenga kwenye msingi huo, ndipo tutakuwa tumejenga kwenye msingi wa uhakika. Niyarudie, ni mambo kama 4. Kwanza, wokovu wa wanadamu wote unamtegemea Yesu. Pili, mwongozo ni neno la Mungu, sio nadharia za wanadamu. 3, uongozi wa kanisa unategemea karama, sio ngazi. 4, matumizi ya pesa ya kanisa si kwa ajili ya kuwalipa mishahara wachungaji na wainjilisti, bali ni kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu isonge mbele, halafu na kwa ajili ya kuwasaidia wajane na mayatima na wale wahitaji wote. Mungu atubariki. Na walio wengi huwa wanajiuliza swali ya kwamba tunaposema hazina ya Mungu inahusika kufanya kazi ya Mungu isonge mbele, ni kwa namna gani? Ni namna mbalimbali. Katika kutangaza injili unaweza kulipia redio ili ujumbe utangazwe. Vyombo hivi vya utandawazi vinavyosaidia ni gharama. Kwa hiyo ili ujumbe ufike katika sehemu husika, mali ya kanisa inahusika. Lakini mshahara wa mwezi, mshahara wa mtu mmoja wakati kanisani kuna wahudumu wengi, huo hauruhusiwi katika maandiko, kwenye msingi aliyoweka Yesu na mitume wakajenga juu yake. Mungu atubariki, Mungu atuwezeshe tujenge kwenye msingi wa kuaminika, na Kristo atakaporudi tusiangamie, bali tupate uzima wa milele, katika jina la Yesu Mwokozi wetu.